Last week nilikuwa nazungumza masuala ya mwenye haki, na nilizungumza masuala ya mwenye haki in details. Nikazungumza when you have faith unakuwa mwenye haki wa Mungu, kwa sababu bila sababu mwenye haki anaishi kwa imani, na tunahesabiwa haki kwa njia ya imani. Nikizungumza swala la haki, hii haki tunaizungumzia sio haki tu kwa wanadamu, kwa sababu huwezi kuwa na haki kwa wanadamu kama una haki kwa Mungu. Mwenye haki wa Mungu ni mwenye haki kwenye dunia. Mwenye favor wa Mungu ana favor kwenye dunia. Anemwaminifu kwa Mungu ni mwaminifu kwenye dunia. Hatuwezi tukampenda wanadamu tu, lazima tumpende Mungu, then we love God, we love human being. Wanadamu huwezi kuwapenda bila Mungu. Yani ninazungumza tena kwa ujasiri, wanadamu, human being. Wangapi mna agree na mimi? You will never love a human being without God. The love of God that you have is the same love. Itakusaidia kuwapenda nini? Wanadamu. Na kama unafikiria na kutania, ni vigumu sana kuelewa kwamba upendo wa kidunia unaumiza. Ule upendo wa kidunia unaumiza, but upendo wa Mungu hauumizi. Kwa sababu ili mtu akuumize, lazima aumize upendo wa Mungu uliopo ndani yako. Kwa lugha nyingine, anayekukosea wewe lazima amemkosea Mungu. Nimesemaje? Anayekukosea wewe, huyo mtu lazima amemuumiza Mungu, au amemkosea Mungu na amekukosea wewe. Maana yake paka mtu amekukosea, kuna sheria za Mungu ameacha kuziishi. Kwa kosa, hakuna kosa kwa mwanadamu lisio kosa kwa Mungu. Sizungumzi makosa yako ya hisia, kwa sababu kuna watu wanahisi watu wamewakosea. Yeye anahisi. Kwenye kanisa kuna shida kubwa sana ya feelings na sio faith. Mwenye imani siku zote asubiri feelings kufanya vitu. Anafanya vitu akiwa hana feelings. The only feelings alionayo ni faith. Mwanzo jina lako, feelings or faith. Maki sote ni FF. Mwambie unaishi kwa hisia au kwa imani. Sasa mkikuwa, kuna siku nitawafundisha ambao tunaendelea. Unajua sisi tunarani vitu kwa imani, and the church tunarani kwa imani. Na tunarani kwa imani. Imani ina nguvu kuliko watu. Ukiseti standard ya maisha, unahitaji imani na sio watu. Kwa sababu watu wote ambao unategemea wa kusupport maybe hawana hiyo standard ya ule unayo. Unahitaji faith. Wangapi wamefanya maamuzi kwenye maisha yao ya standard za maisha ambao wanataka kuishi? Nikisema standard inamaanisha kwenye kila kitu. Kuanzia maisha yako, kuvaa, kula kwako, everything. Na wapi unataka kufika, wapi unataka kuelekea, nini kikija sio cha kwako unaachana nacho. Kuna mtu aliyewahi kuniuliza siku moja swali. Alimwomba Mungu ampe hela fulani. Mungu alikuwa kama milioni 10 anamuomba, Mungu akapata milioni 1. Akanambia milioni 1 ni nini? Nikamwambia kwa sababu kama ukumuomba Mungu mpe mtu. Okay. Nikamwambia imani yako inasemaje? Akasema mimi nataka milioni 10. Nikamwambia sasa milioni 10 moja sio ya kwako. Tafuta wa kumpa. Nikiwaangalia masuala ya imani bado hamjakuwa. Imani nawafundisha bado ni ya kutoa changa. Watu ambao wanakaribia kukua sasa. Kwa sababu nikifundisha imani kabisa hapa, mnaweza mkaumwa vichwa au masikio yakawasha. Kwa sababu kimlisha mtu chakula, kimtoto chakula kigumu, unafahamu madhara yake. Sasa sisema nyinyi mnatoa changa, wala msinichukulie vibaya, ila bado mnakuwa. Kwa sababu kuna shule za imani, different kind of school of faith, ambazo zinatokana na experience tunazopita kupitia kwenye imani, test tunazokutana nazo. Na unajua Mungu aliwatesti watu wote kwenye wilderness. That's a very Yesu alitestiwa kwenye wilderness. Msisahau hicho kitu. Alikuwa nyikani. Wana wa Israeli walikuwa tested kwenye desert na kwenye nyika pia. Mungu hawezi akakutesti kwenye hali nzuri. Kwa sababu imani haiwezi kukua kwenye starehe. Hiyo sio imani. Imani haiwezi kukua kwenye starehe. Ndio maana huwezi kumwambia Mungu kwamba ukinipa raha nitakuamini, nitakutumikia. Kwa sababu katika ulimwengu wa roho, imagine unamwambia Mungu, when you give me a car I will save you. A car will never come with service.
Nimekuona mtu akimwambia Mungu, ukinipa mke nitakuwa na focus kubwa, na alivyooa focus ikaisha kwa Mungu na hajaye kumtumia Mungu mpaka leo. Sasa hivi amenenepa na mambo ya ndoa. Sasa mambo ya ndoa na unene mimi sielewi. Ile yenyewe mnajua, yenyewe mlioana mnafahamu. Siye kuelewa mtu umeolewa ananenepa. Sasa tena mwanaume ndo ananishangaza kabisa. Unanenepaje mwanaume? Kwa majukumu ulionayo, umeongeza mke, una majukumu, unanenepa. Wewe una misuse ndoa. Sio unalacho kusema. Unanenepa ya nini? Yaani ulikuwa mwenyewe umekonda. Eti nasikia raha. Ukiona mtu namna hiyo amekoa na amenenepa, atakusumbua baadaye. Atakusumbua baadaye. I'm telling you. Mara kashaanza kurelax mapema. Mimi nimesema tu. Ndio maana nisikuone umeoa hapa ukaanza kunenepa, tutakuita kukuuliza maswali. Sasa sijasema ukonde. Baki hivyo hivyo. My point ni kwamba mwanzo ulikuwa alone. Sasa umeongeza na mtu. Umeanzaje kunenepa? Mara wewe hujafocus kwenye majukumu wewe. Inakaa umerelax, mke wako tu yupo. Nani mkanunue pa? Are we together? Ni wanaume wangapi wanaenda sokoni kununua vitu hapo? Wanaume wangapi waliooa wanaenda sokoni kununua mahitaji ya nyumbani kwao? Nyosha, usinyoshe hivi. Nyosha huko. Nataka kuona. Nyosha juu, yani kichwa kunyosha mkono. Sasa katika ulimwengu wa roho, imagine kuna wanaume hawajaje kwenda sokoni kufanya shopping kwa ajili ya familia zao. Hadi mambo ya wanawake. Mwanamume anapaswa afanye shopping mara kwa mara juu ya familia yake. Hiyo ni gesture of love. Ndio maana ukienda kwa world Arabu na wanafanya shopping ni wanaume. Kwa sababu sijasema kwamba ufanye tu kila siku, lakini ni sehemu, ni part ya maisha yako na ni vitu ambavyo lazima utamani. Kuilisha familia yako, wewe kuwa responsible. Mimi namfahamu kuna mtu mmoja ambaye mke wake afahamu hata kuku anatokaga wapi. Only mwanaume ndo anafahamu mchele, samaki. Yeye anapiga simu, lete sadaka kuku. Yaani imagine hata akiwa amesafiri anapiga simu tu, lete kuku. Umeisha pale nyumbani. Si unaelewa nicho kusema? Kwa nini nakuencourage pia mwanaume kutaka mwenye haki na uende mbali. Haya ndo maisha ya kuishi. Sasa niambie unanenepea wapi? Umerelax. Sasa imani imefikaje huko? Asetunza kwa kasa nyumbani kwake ni sawa sana asiamini. Biblia imesema. Kwa usinihoji mimi. Sasa ni sawa sana asiye kwa mtu yote ambaye aishi hivyo haamini. Sasa let me tell you. Kwa nini nakufundisha masuala ya imani? Na leo sio na haraka. Leo sina hata haraka kabisa. Hadi leo totally okay. Kama una haraka unaweza ukapaki your bag. Na nisikuone umetoa mguu. Before baada ya kuisha tutakukamata. Kwa sababu moja ya kitu kikubwa ambacho maybe kuna siku unapoelekea utahitaji, utaacha vitu vingine vyote, utahitaji imani. Utaacha mbwembe zote kwenye dunia, utahitaji imani. Nisikilize, imani unapoelekea, kwa sababu watu wengi sana wanafikiri imani wanahitaji sana now kwa sababu ya situation walizonazo. Imani unahitaji sasa hivi, unahitaji kunapoelekea. Kwa sababu utakuja kugundua kwamba kuna contradiction kubwa kati ya mafanikio na imani yako. Siku utapoanza kufanikiwa utakujigundua ulikuwa una imani. Nimezungumza kitu ambacho kwa mtu ambaye yuko deep amenielewa ninachomaanisha. Utakujua siku hauna imani siku ukipata hela. Kwa sababu imani ina utajiri ndani yake. Nini kinatokea? Kwa sababu watu wengi sana wanafikiria favor na blessings za Bwana. Kwa sababu kinachokupanua mpaka wigo wa namna unavyomtazama Mungu ni imani yako inavyokuwa, na namna unavyogundua kwamba bado kuna sehemu hujafika ni imani inayokuwa. But imani ikiwa ndogo, unafahamu unaanza kurizika na small things. Yaani maana yake ukijenga nyumba, yani napaka unishuhuda za miaka 3. Wakati kujenga nyumba kihalisia kwa watu walijenga nyumba wewe umejenga kibanda. Kwa Mungu tunayemwamini na tukujua, wewe bado hujawahi kujenga nyumba, unahitaji kukaa chini na kurelax. Kuna watu wamenyamaza kimya. Na mimi napenda. Imagine nyumba ya Daudi, ya mfalme Daudi, ambaye mtoto wake Solomon alirithi, ambaye ilimruhusu kwenye ile kathiri ya kina Daudi kuwa na wanawake 700. Maana kwa wanawake 700 alikuwa na vyumba 700. Alafu walikuwa na masuria, machangudoa, yani wale ambao ni nyumba ndogo 300. Na wenyewe walikuwa wanatunzwa na nyumba ya mfalme. Na walikuwa na sehemu pa kuishi. Na Biblia nyingine haijawahesabu kwa sababu Sulemani alikuwa na mchezo. David alikuwa na wake 9. Lakini Suleiman akamzidisha, yeye akavuka mipaka. Lakini hii ni dalili kwamba wanawake wanapenda wanaume wenye wisdom. Kwa sababu wanawake wanapenda kusikia maneno mazuri. Ni kama, ndio maana anasema maneno mazuri ni kama asali. Mwanamume aweze kufahamu, mwanamke anafahamu. Hii inamaanisha
Solomon alikuwa na maneno mazuri na alikuwa na hekima kiasi kwamba watu wote walikuwa wakienda nyumbani kwa Solomon walikuwa hawatamani kuondoka, wanataka tu wamsikilize Solomon akiongea, na wengine walikuwa na fall in love. Sasa imagine hiyo nyumba ilikuwa kubwa kiasi gani. Sasa lengo langu before sijaendelea kukuelekeza, ndio maana nataka nikupe umuhimu wa swala imani, kwa sababu imani inapanua wigo wako wa namna unavyomwona Mungu na namna unavyoona maisha kupitia Mungu. Kwa sababu ukitaka imani yako ni ndogo, angalia mawazo yako, kwa sababu unawaza sawa sawa na uwezo wako. Ukiwaza sawa sawa na uwezo wako, maana yake wewe una imani. Bikija nitaendelea, usio na wasiwasi. Imani haiishi mpaka kuna mtu ameinuka na nikadhibitisha kwamba huyu mtu amenielewa, ndaacha kufundisha. Kuna vitu siwezi kuviacha tena, ni kampeni after kampeni. Ndio maana jana nataka nifundishe resist devil. Sasa aliresist, hajatupinga, tumweka kiporo, atatandikwa tu. Na we together, yani manake hujatuzuia bado. Sisi tuna tabia ya kuvuta and break, afu tunakuambia wait, we'll come back. Ndio maana shetani akikusumbua, weka kuza imani, akwambia shetani wait here, I'm going there and then nikikurudi hapa uta exist tena. Watu ngapi wanafahamu kwamba ukigundua kwamba imani yako ni ndogo, ni pale ambapo unakiwaza vitu vikubwa, una lose peace na una lose confidence, unakuwa confused. Chanzo ni faith yako ni little faith. Yesu aliposema ukiwa na imani kama mchoro dalali ukiambia mlima ng'oka, Yesu hakumaanisha kwamba ile ni final. Alisema ikiimani kidogo can do such a thing. Sasa leo nataka nikufundishe moja kitu kikubwa, ni kwamba watu wengi sana kuna maombi yao huwa wanafikiria majibu ya maombi ndio chanzo cha imani yao kujengeka. Na unafahamu, ndio maana nikakwambia, je, miracle inaweza kujenga imani yako? Do you think majibu ya maombi yanajenga imani? Sikiliza vizuri. Miujiza inasababisha, inachochea watu kuwa na imani. But kumbuka, miujiza ni temporary. Mwanadamu yoyote ambaye hana Mungu, ukisoma Mathayo 24:35, Mathayo 24:35, Biblia inasema hivi: mbingu na nchi vitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Hii inamaanisha ambacho kinaweza kisipite ni neno la Mungu. Mwanadamu anaweza akasahau vitu vizuri haraka kuliko vitu vibaya. Na narudia tena, wasomaji wa Biblia wananielewa kwamba miracle haikuweza kuwasaidia taifa la Israeli walimwamini Mungu. Walikuwa inawapa excitement when they receive the miracle, then after short while wakikutana mazingira magumu wanasahau kwamba Mungu aliwasaidia nyuma, kwa sababu miracle hajawahi kufanikiwa kumjenga mtu kumwamini Mungu, au hajaweza kukusaidia kuwa na strong faith or even a little faith. Hebu nikuulize swali, wangapi wamesha kujibia maombi hapa? Wengi. Lakini niwaulize, wangapi wanakumbuka Mungu aliwahi kuwasaidia mahali fulani? Hawakumbuki, wanaangalia situation walionayo sasa hivi, na wanaweza wakamwambia Mungu, wait, give me a break, sikuamini kwa sababu nisaidie sasa. Wangapi wanakumbuka Mungu aliwahi kuwasaidia? Kwa sababu Mungu hajafunga uweza wake kwenye matukio. Narudia tena, Mungu hajafunga uungu wake kwenye matukio, bali amefunga kwenye neno lake. Hii inamaanisha matukio hayamjengi Mungu kwenye maisha yako. Na unafahamu moja ya tatizo kubwa kwenye kanisa ni watu wengi wanaamini kwamba chanzo cha kwa nini hawafanikiwi ni kwa sababu Mungu amenyamaza. Sio kweli. Kuna miaka kadhaa tulikuwa tunaomba, naambia Mungu ukinisaidia hela nitakupenda. Unapata na umpendi. Utampenda siku ile tu. Kesho una shida hela nyingine, unasahau kama ulikuwa na shida hela. Utamkumbuka Bwana Mungu wako. Hiyo si hilo neno unalisikia tu kwa watu usiku, utalisikia siku una raha, utalielewa. Siku una shida uweze kuelewa. Moja ya kitu kibaya kwenye kanisa ni kuwalea watu ambao wanaamini wakifanikiwa they will love the church. Wakifanikiwa wanakuwa against kanisa. Kwa sababu mafanikio ndio yanapima imani yako, kama kweli ulikuwa unaamini au ulipata tu favor ya Mungu kwa sababu kuna mtu anaamini. Nasikiliza watu wa Bwana,
A man of God can help you kwa sababu anaamini, but haimaanishi kwamba umefanikiwa kwa sababu unaamini. But hawezi akakujenga kuwa mtu mkubwa kwa imani yake. Anaweza akakufundisha kuwa mtu mkubwa na akajenga imani ndani yako, but anaweza akakusaidia ukajibiwa maombi kwa imani yake, na Mungu akakusaidia kwa imani yake. But kukufanya kuwa giant katika ulimwengu wa roho na kufanikiwa na kuwa mtu mwenye impact, inabidi akujengee imani tofauti na majibu ya maombi yanayokusaidia kukuombea. Wala usiniangalie vibaya. Do you know kuna watu wanajibioga maombi mpaka inafika sehemu hawajibiwi tena. Na huwa tunapewa taarifa, na huwa tunajua, na watu tunawakwepa. Bado mjanielewa. Ukikuta mtu anafundishwa na Mungu mambo fulani fulani, Mungu anataka kumsimamisha, usianze kuchomeka habari zako. Nafina kutania. Wakati Samuel anaenda kumwambia Mungu habari za Sauli, Mungu akamwambia unamwombeaje mtu yule mkata? Akamwambia niachie huyu nimnyooshe. Wakati Yesu Kristo anasikia Yohana amefungwa, wakati Yesu analetea Yohana, anamletea, anaenda kumuuliza, anatoa wanafunzi wake kumuuliza Yesu kwamba ni wewe au tumtegemee mwingine. Yohana huyo akamwambia vipofu wanaona, viziwi wanasikia. Taarifa zikarudi. At the same Jesus, baada ya kusikia Yohana amechinjwa, Yesu, Biblia inaandika alikuwa na huzuni. Unamwona alienda kujitenga kuomba. Kwa kilichompeleka tunafahamu, akufurahishwa na situation. Kilichomfanya Yohana akamatwe ni kufanya mission ambayo iliisha. Yohana huwezi ukahubiri wakati ulimbatiza na ukasema ni mkuu kuliko wewe. Yuko mjini anahubiri, ni bosi wako. Ulipaswa kuwa mwanafunzi wa yule ulimtamka kwamba ni mkuu, kumfuata Yesu Kristo kama watu wengine wanavyomfuata. Maana Yohana alitaka kuwa independent, awe na mission yake tofauti na Yesu. Hiyo ni contradiction. Hii inamaanisha unaweza ukamtumikia Mungu lakini ukajikuta umetumika nje ya wito na ukajikuta umekamatwa na umekatwa shingo. Sasa hii nimezungumza ndio watumishi. Kumtumikia Mungu sio guarantee kama hujasimama kwenye nafasi sahihi. Sio guarantee ya kwenda mbele na sio guarantee ya kufanikiwa. Kilichomkamatisha Yohana ni utumishi huo. Sasa katika ulimwengu wa roho, ask yourself, nini ambacho unatamani kwenye maisha yako right now ili imani yako ikue? Huwezi kuexercise imani kwa sababu unapewa majibu. Never. Na usisubiri majibu ili imani ikue. Imani ikue ili majibu yakija ya kudisturb. Ukisoma Romans, ukisoma kitabu cha Romans tulisoma last week, right? Tusome pale. Ile Romans 10:17, right? Ile Warumi. Romans ni Warumi. Romans. Akasema imani huja. Anasema imani huja kwa kusikia na kuja neno la Kristo. Huja kuhusiana nini? Neno la Kristo. Kwa imani chanzo ni kusikia the message through preaching Christ. Imani chanzo chake ni kusikia. Imani chanzo chake sio kuona. Sasa kama imani inajengwa kwa kusikia, nisikilize watu wa Bwana, mimi niko vice versa na wale ambao mnaamini mnachoamini. Ogopa matokeo makubwa kwenye maisha yako yakikukuta una imani. You lose God. Wala usiniangalie vibaya. Wakati wanajiandaa kufanikiwa. Ukiangalia watu wako kwenye maombi mazito, yani Mungu nibariki, nitakujengea. Mungu hataki umjengee kwa sababu una hela. That's a very funny part about God. Mungu hataki umtumikie. Never give us a tithe kwa sababu hela zimezidi na utoe siku ambazo maisha yamebana. Mungu hataki you give because you have money. Mungu hataki you give because you have faith. Kwa siku ukipata hela na ukamtolea Mungu kwa sababu unazo, umefeli. Okay. Ndio maana nimesema sijui wangapi wananielewa. Wengi nimegundua mjanielewa tunapoelekea. Kwa sababu God will never come to ask you anything if you have. God will ask you if you have faith. God will never speak good bigger things juu ya maisha yako because you have a lot.
God will come and talk to you because of faith. Alienda kwa Kornelio akagundua imani yake kumcha Bwana sio ya kawaida. Alikuwa akitoa kwa masikini. Sasa unafikiria kwa nini Kornelio Mungu alimchukulia special? Kwa sababu katika kizazi kile na miaka ile kusaidia masikini ni kasi. Yaani manake kuwasaidia masikini for what? Kwa sababu wengi kwanza walikuwa wagonjwa wa ukoma. Unawasaidia kama nani? Kwa sababu unafahamu kwa kabila la Kornelio ulikuwa uweze kusaidia watu wa namna hiyo. Yeye kwa sababu ya kumcha Mungu alivunja hiyo. Watu wengi wanafikiri Mungu alikuwa na sababu alikuwa anatoa. Na kitu tunahubiri tu Mungu mpaka anamwambia sio kwamba hakuepo wengine, ila Kornelio alikuwa tofauti kidogo. Kilichomfanya alikuwa akiwasaidia maskini ni kwa sababu alikuwa akimwogopa Bwana. Kwa ile neno kumfia Mungu na kumwamini Mungu lilikuwa lina maana kwa Mungu kuliko msaada alikuwa anaotoa. Kwa kilichomvutia Mungu sio msaada. Ndio maana na anasema alikuwa akimcha Bwana. Hii hapa mchaji wa Mungu hii. Soma Biblia yako. Anasema Kornelio akida mtu mwenye haki, mchaji wa Mungu aliye na sifa njema. Angalia sentence kwa taifa lote la Wayahudi. Sasa angalia hizo sentence. Mungu azungumzii. Watu wengi tunafikiria ndio tunabidi ukisaidia maskini utakuwa kama Kornelio. My friend, unaweza kusaidia maskini kwa sababu Mungu wa focus kwenye msaada. Wakati unasaidia huko Saudi Arabia, kuna watu wanasaidia huko Maka, watu wanasaidia. Tena Wakristo wamsaidii. Hakuna watu wanasaidia watu kama wale jamaa. Nenda nyumbani kwa wale jamaa kule Masaki. Watu wamekaa nje wanasubiria wapewe chakula. Niambie nani amekuja nyumbani kwako? Nenda Kariakoo pale Bakresa pale. Unakutana watu kama unajua kuna maandamano hapa. Watu wamekaa wanasubiria wagaiwe hela. Afu unaniambia unasaidia wewe? Wakristo tuna vistress na viela vyetu hivi. Mtu anatoa kiela mpaka anataka na Mungu uko mbinguni wastopishe kila kitu. Waangalie sadaka za huyo mtu. Mungu hayupo hivyo watu wa Bwana. Only faith can attract God. God will never come to ask you for anything if you don't have faith. God will never ask you to serve him if you don't have faith. He will never. Mungu anaweza akakuacha na upako. Lisikiliza watu wa Bwana. You can be anointed but God will never call you. Unasema unazungumza kitu gani? Unaweza kuwa una upako but Mungu utasikia sauti ya Mungu in your life. Kwa sababu kinachom-please God, faith. Last week nilisema hivi, the more faith you have, the more love you have. Dalili ya kwanza Kornelio alikuwa na upendo ni kwa sababu ya uchaji wa Mungu, faith, haki, ule upendo wa Mungu, akasaidia maskini. Ukijiita a man of faith, tutaangalia namna unaopenda watu ambao wanakusumbua, sio wanaokupenda. Okay, narudia tena. Women of faith mpo hapa, wanawake wa imani na wanaume wa imani mpo. Najua mmenyamaza, ila acha niongee kwa niaba yenu. Ukisema I am a woman of faith, mimi ni muombaji. Muombaji sio woman of faith. Give me a break. A man of faith is the person who love, ambaye amesimama kwenye kweli ya Mungu. Watu wa Bwana, na watu wanaopenda mara nyingi ni wale wanaomsumbua na sio wale wanaopenda. Kwa sababu ukiwapenda wanaokupenda, hujawahi kupenda. Maana wewe sio mtu wa imani. You are a good Christian. Kuna tofauti ya kuwa perfect Christian and good one. Good ni yule anatenda, anajaribu. Perfect ni yule anatembea kwenye njia. Ameamua kuchukua Kristo kama moja ni safari yake. Yaani maisha yake yote yanategemea na msukumo na matembezi yake na Yesu Kristo. Huyu alishaamua zamani. Ukitaka kumhamisha kwenye njia, mtoe Kristo. Huwezi kumtoa umhamishe kwenye njia. Sasa let me tell you one thing. Kama imani chanzo chake ni kusikia. Manake imani unaweza ukawa na attracted na miracles. But ukishakuja kwenye ukipona mguu ulikuwa unaumwa, haimaanishi utaamini, kwa sababu baada ya siku 2 unasahau kama ulikuwa unaumwa. But utamkumbuka aliyekuumiza. Muone ulekaa naye, siku ukimkosea anaweza akasahau kila kitu about you na ukawa mtu mbaya kwake. Jawahi kuona. Anakuambia mimi ni mtu wa imani, Bwana alinionyesha. Mungu alinipa tahadhari nikaignore kwamba nitaumizwa. Sometimes pains ni testing. Tujue how mjinga ulivyo. Mtu akikukwaza
tunafanyaje wanadamu? Tunawaweka pembeni. Unasema huyu ananiletea distraction na Yesu. Yesu mwenyewe alikuwa distracted. Ndio alikuwa ana fall in love na distract. Kwa sababu alikuja juu ya hao. But kanisani unafahamu mtu anaweza akamweka mama yake kwenye kikapu kwa sababu anamdistract. Your mother is your mother. Sasa ukiona kwa nini nakufundisha, kwa sababu watu wengi sana mioyo yao huwa inaugua kwa sababu Mungu hajawapa wanachohitaji. Kwa sababu kama ninaweza nikaugua juu kwa sababu kuna kitu ninachohitaji sijapewa, kwa sababu ile andiko linasema jambo moyo wa mtu ugua. Lakini ile andiko sio final, give me a break. Andiko linasema furahini katika Bwana. Andiko linasema mshukuruni Mungu kwa kila jambo. Hayo yameandikwa kwa Yesu, baada ya Yesu. Sipingi kwamba moyo wa mtu haupaswi kuugua. Unaweza ukaugua ukitaka kuugua. But David aliambia moyo wake, nafsi yangu, kwa nini kuinama ndani yangu? Mtumainie Bwana aliye afya uso wako. Manake Daudi cha kwanza alikuwa kubali kwenda down. Do you know kwa sababu watu wengi sana wamekaa kwenye mwili wa Kristo, wanasaidiwa leo, kesho Mungu asipojibu wanaugua. Sasa kama Mungu hakulei kama babu yako, Mungu anakulea kwa principles zake. Babu yako au bibi yako au mpenzi wako ukinuna anabadilisha maamuzi. Mungu abadilishe maamuzi kwa sababu umenuna, kwa sababu ahadi zake ni ndio na amina, na neno lake ni kweli. Okay. Kwa ukitaka kununa we nuna, ukitaka kuumia umia. But ukimaliza mambo yote unachotakiwa kurudi kwenye utaratibu ule. Unatakiwa kumwamini Mungu ukiwa jangwani. Wewe tengeneza ndama wa dhahabu. Ukimaliza badilisha na watumishi na watafuta wenye upako. Badilisha makanisa, nenda toka hapa nenda pale, zungukia watumishi, nenda Nigeria, nenda Marekani. Ukimaliza yote safari yote, ukirudi kwa Bwana unahitaji imani. Ndio maana niliwauliza, ulishaye kuona maji ya upako ya imani? Have you ever seen? Ulishaye kuona damu ile zile na nizenu nazo? Kuna mtu ana nyumbani kwake anaizi material. Ukiwa kama wewe mimi sikuongozi, ninakukataa nikikukuta popote. Nasema wewe huyo hapana. Usimfahamu. Ninakukana. Nikikukuta na hivyo vijitu hivyo, nakukana. I'm very sorry. Hatuwezi kufundisha watu wajinga kiasi hicho. Sio mafuta ya kibali. Huyu alikupa na kibali. Kama ana kibali mbona amekuuzia? Yes, ana kibali. Akupe bure. Mtu amepanga mafuta sijui ya kibali, mafuta sijui ya nini? Ya kuvuta hela. Kama unafuta mafuta yanauzwa pia Amazon. Nenda kanunue. Hata wachawi wanauza kule Amazon. eBay yanauzwa. AliExpress yanauzwa. Yapo. Miracle Oil. Nenda kaandike utayakuta pale. Kwa wewe na mchawi hamna tofauti. Mmoja sasa vitu vyote. Umesikia tu sijui mvua inanyesha, bati linatanuka. Hivi tulikuwa shule ya msingi kwa nafundishwa kwamba jua likiwaka mabati yanapanuka. Mabati tunafahamu, mabati ya kawaida haya. Si ni kawaida kwa sababu linachomwa na moto. Ile ni chuma na ni aluminium, right? Na baridi la sinyal narudi. Tayari ni vita vya kiroho. Siku hizi hakuna bati kurudi au ruhusiwi bati kurudi. Hii inamaanisha kanisa, most of people hawamwamini Kristo again. They lose faith. Na ndio maana Biblia ikazungumza kabisa kwenye kitabu cha waraka wa pili 5:7. Nikasemaje? Wa Korinto. Ikasemaje? Nataka uongee na mimi watu wa Bwana. Anasema maana tunaenda kwa imani si kwa kuona. Hii inamaanisha for our life is a matter of faith, not of sight. Not of what? Not of sight. Kwa lugha nyingine Mungu anataka kumwamini ukiwa blind. Sijasema blind macho ya roho ya nje. Nisikiliza vizuri. Ninyi ambie kumwamini Mungu. Na kama ulimwamini wiki moja, kuna mtu eti wiki inasimama. My friend bado hujasimama. Kama unasimama kwa wiki, bado hujasimama. Eti wiki kuna nasimamia jambo langu. Usisimamie jambo lako, simama kwenye imani. Na Mungu naye anafahamu shida yako ni Ijumaa. Na hiyo Ijumaa ikifika, kwa sababu anakufundisha kwa mtoto mzuri. Ijumaa ikifika, Jumamosi asubuhi tutagundua tunaaminiana au hatuaminiani. Hata kutoka kitandani una mood. Okay. You know why I teach you this? Wakati tukiwa kwenye umaskini mkubwa wa kimaisha, umaskini wa kiroho, umaskini wa kila kitu in our life. Hivi unajua wewe hujakuwa maskini. Mimi nimeshakuwa maskini watu wa Bwana. Maskini wa mavazi, sina viatu,
Mimi nishakuwa maskini. Kuna siku nilija nikasema officially I'm a very poor man. I'm a poor man. Nika declare nikasema hii ni disaster. Alafu kuna mtu akanipiga akaniambia, yani wewe ulikuwa kipindi kile ulikuwa na maisha mazuri, siku hizi na huyu Yesu wako, huyu ni Yesu gani kweli? Au kuna mtu amekukwaza mpaka umekuja au umelogwa? Kwa akaniambia hali yangu ya zamani ilikuwa bora kuliko ya sasa. Yani walikuwa right. Kuna mwingine akaniambia maisha yamekushinda, sasa unatafuta njia tofauti. Na kweli maisha yalikuwa yamenishinda. Maisha nilikuwa naishi yalikuwa maybe nisingekuwa ninaishi mpaka leo. Na wewe tukiafa. Sometimes mshukuru Mungu tumebadilika, tunaendelea kuishi. Wengine tusingefika huko. Sasa imagine uko kwenye umaskini wako, nilikuwa nafungaga na mlimani kuomba. Ukimaliza maombi unaamini mwanga utatokea, ndio giza linazidi kuongezeka. Alafu wewe hujui ninachokuelekeza. Alafu unakutana na wahubiri wanakuambia ni mashambulizi ya giza. Kwa sababu ukigundua unamtafuta sana Mungu unazidi kuangamia, maana yake uko kwenye giza. Sasa unaanza kupigana na vita vya kiroho. Ukimaliza kupigana vita vya kiroho, giza lazidi kuongezeka. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa tatu. Mara kwanza ni kama mzaa, inaanza kama mchezo, unajua unaamini labda wiki itaisha. Wiki inaisha pa? Wiki ijayo inaisha pa? Wiki ya pili kama mchezo. Wiki ya 4 mwezi unasema sasa hili jambo. Unajaribu kutafuta makosa yote unayoyafanya. Sasa ingine unajikuta hata muda wa makosa huna, kwa sababu hata hela ya kukosea hauna. Unajua inabidi hela ukosee. Hujanielewa. Kuna umaskini ukiwa nao uweze kukosea kwa sababu huna hata cha kukosea nacho. Hii inamaanisha you are very poor in everything. Ushakuwa maskini mpaka hamna cha kukosea. Yaani maana yake you are too holy. There is nothing cha kukosea. Nauli hata daladala hauna, unakosea wapi? Unaenda wapi? Hapo huwezi kukosea. Wewe you are the holy man. You are the holy man. Kwa sababu hakuna hata wazo la kukosea halipo. Hata kumtafuta, kwa sababu hata wala kukosea nao waoni. You are alone. Kwa makosa hamna. Where is God? Baki nimeambiwa ikiwa mkamilifu mbele zake, hii itatokea. Nikaja nikarealize Mungu akiwa anakufundisha, hajalishi unakosea ukosei, ana utaratibu wake. Na baada ya miaka kadhaa nilijia kumshukuru Mungu akunijibu maombi kipindi kile. Nisingekuwa hapa. You guys hamnielewi ninachokisema. Imagine mtu ambaye yuko weak, amjikuta kwenye situation tu ngumu, imebidi tu afunge na kuomba. Unamjibu maombi. Waliokuwa kuna watu hamwezi kunielewa hata kidogo. You guys hamjaishi kwenye mazingira kama haya. Nilikuwa nalaumu asubuhi na mchana hali nilionayo. But kuna siku nilikaa nikamwambia Mungu, kila tu wanadamu tunapojiona tuna akili, you are the most smart God on earth. Yaani manake akili zetu zinapoishia hata kwako zinaanza. You know us. Yaani unatujua kuliko sisi tunavyojua. Ninakuhakikishia Mungu akitupa hela kipindi kile, wokovu ungeishia pale. Sio, unanielewa ninachokisema?